Je, umewahi kusikia jamii ambayo mwanamke ndiye mzizi wa ukoo na sauti ya filimbi ndiyo lugha ya umoja? Leo tunapanda hadi kwenye kilele cha milima ya Uluguru kugundua historia ya kipekee ya watu hawa wa ajabu. Karibuni kwenye kilele cha milima ya Uluguru ambapo mawingu yanagusa ardhi na sauti za mbeta zinasikika zikisherehekea nguvu ya mwanamke. Hapa urithi haupitii kwa baba bali kwa mama, mzizi wa uhai. Hii ni historia ya watu waliochagua milima kama ngao na filimbi kama lugha ya umoja. Karibu katika chaneli yangu na mimi naitwa Waziri Isa. Asili ya Waluguru haikuanzia Morogoro. Watu wa Kibantu waliingia Afrika Mashariki zamani sana, wakitoka maeneo ya Afrika ya Kati na Afrika ya Magharibi. Walihama taratibu, wakifuata maeneo yenye maji, ardhi nzuri ya kilimo na usalama. Walikuwa watu wapenda amani, wakulima na wafua vyuma. Hata hivyo, karne za nyuma zilijawa na misukosuko. Uvamizi wa makabila ya wapiganaji kama Wambunga na baadali Wangoni kutoka kusini ulihatarisha maisha yao. Badala ya kupigana na kumwaga damu, Waluguru walitumia akili, walihama. Walielekea kaskazini na kukutana na kuta kubwa za milima ya Uluguru. Walipanda juu, huku ambako adui hawezi kufika kwa urahisi. Huko milimani, walijigawa katika koo kuu 4: Wamaze, Wabena, Wachuma na Wamenda, na kuanza maisha mapya. Ukuu wa Waluguru katika utamaduni wao unajidhihirisha kwenye mfumo wao wa matrilinio. Tofauti na makabila mengine mengi hapa Tanzania, mizizi ya ukoo hupitia kwa mama. Hii inamaanisha mwanamke ndiye mbeba utambulisho wa familia. Ardhi na mirathi ya mababu inalindwa na wanawake. Hii ilihakikisha kuwa hata mwanamume akioa nje ya kabila, ardhi ya Waluguru inabaki ndani ya mikono ya Waluguru. Mwanamke ndiye mbeba familia, kwani kwa tamaduni za Kiluguru, mama kwenye familia ndiyo huchukuliwa kama mlezi mkubwa na mwangalizi wa mali za nyumbani. Ngoma ya mbeta sio kelele tu, ni falsafa ya maisha ya Kiluguru. Kwa nini wana ngoma hii? Maana yake, alama ya umoja na mshikamano. Mbeta hutumia filimbi nyingi ndogo za mianzi. Kila filimbi ina sauti moja tu. Ili kupata wimbo mzuri, lazima kila mtu apulize kwa wakati wake sahihi. Hii inawafundisha Waluguru kuwa umoja ni nguvu. Huwezi kukamilisha jambo ukiwa peke yako. Sherehe za mafunzo. Mbeta ndio mwalimu, inachezwa vijana wanapotoka mafunzo ya jando. Yaani wakitoka, huchangamana na jamii na kuwa watu wenye nidhamu kwa wakubwa. Kuwafundisha adabu. Kwa wasichana ni jambo la furaha, kwani hupigwa mbeta siku ya kunemwa mwali. Kwa wavulana, ili kuwakaribisha kwenye jamii kama watu wenye nidhamu na ushiriki katika mambo ya kijamii, haswa kumtafutia msichana wa kumwoa. Shukrani kwa mavuno. Baada ya kulima kwenye miteremko mikali ya milima na kupata mazao, mbeta inachezwa kuwashukuru mabibi na mababu waliotangulia. Mbele ya haki, kwa rutuba, ndipo hapo wanafanya sherehe na kuandaa pombe yao ya asili ambayo wanaiita pombe ya mtama. Kisha wanapiga ile ngoma. Umalitina, umalitina, mama Martina, oh Martina, wenda wangaika nendira nota kukwele nani, oh Martina we, oh Martina we, wenda wangaika nendira nota kukwele nani, oh Martina, Martina we, wenda wangaika nendira nota kukwele nani, nala waleke wanda, oh Martina, wenda wangaika nendira nota kukwele nani, dada Martina, oh Martina, wenda wangaika nendira nota kukwele nani, oh Martina we, Martina we, wenda wangaika nendira nota kukwele nani, oh Martina we, Martina we, wenda wangaika nendira nota kukwele nani, dada Martina, oh
majina unahangaika nini anotaka kwenye nani dada majina majina unahangaika nini anotaka kwenye nani 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 kangalonge majina majina unahangaika nini anotaka kwenye nani 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 dada majina majina unahangaika nini anotaka kwenye nani dada majina majina unahangaika nini anotaka kwenye nani majina majina unahangaika nini anotaka kwenye nani majina majina unahangaika nini anotaka kwenye nani Ikiwa umeipenda historia hii ya Waluguru, usisahau kuandika maoni yako, yaani unasikiliza ukiwa wapi na unakumbuka wapi, au nisimlie kabila lako, niambie tu. Nitaanza na wewe mtazamaji wangu, kwani wewe ni fahali yangu. Na usikose kusubscribe kwenye channel hii kwa historia zaidi za Afrika.
Mimi ni Waziri Isa. Tutaonana tena kwenye simulizi nyingine. Asanteni sana.